alipoleta kibri, Allah tabaraka wa taala akamzamisha kwenye bahari, akamuibua, akamzamisha, akamuibua, akaambiwa leo sasa tutakiibua kiwiliwili chako, ili kipate kuwa ni mafundisho na ni ishara kwa watakaokuwa baada yako. Qur'an na mufassirun wa Qur'an wenye kuitafsiri Qur'an kwa ayati zinavyoonekana ni kwamba ni tukio lilikuwa limefanyika kwa wakati ule, na kweli waliokuwepo wakati ule walikuwa wanashaka kuangamia kwa Firaun, wakawa shaka imeondokea baada ya kuonekana Firauna amevaa lile vazi lake la kifalme, na baada ya pale kadhia ikawa imeisha. Baadhi wanawachuoni wanasema huenda akawa ameliwa na samaki. Kwa hiyo hivi sasa miaka takriban 100 na kitu iliyopita hapo nyuma, pakaibuliwa fikra na dhana ya uwepo wa Firauna hadi leo. Semekana kama ni mwaka 1880 hivi ndio ulipatikana mwili wa Firauna huko Misri, lakini ni madai hewa, hayawezi kuthibitishwa na Qur'ani wala Sunna. Kwa hiyo wakaiweka katika mapiramid kule, ikawa sasa kuna kiingilio maalum, ukitaka kwenda waenda kuangalia mwili wa Firaun. Ittaqullaha ya ibadallah. Baadhi ya wanawachuoni, wengi katika wanawachuoni wanasema huyu ni Firauna muzayyaf, fake. Yule aliibuliwa kweli, watu wakamuona waliokuwepo wakati ule, kadhia ikawa imekwisha. Kwa hiyo aya hii haionyeshi kwamba Firauna ataendelea kubaki mwili wake hai au kuwa mzima mpaka kiyama. Aya hii haionyeshi namna hiyo, na hakuna yeyote katika mufassirina aliyesema hivi. Na mji wa Misri umekaliwa na masahaba katika wakati wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amr bin al-As alikuwa ni mtawala katika nchi ya Misri katika zama za Umar bin al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu na wengineo, lakini hawakuwa na nashati yoyote ya kutafuta mwili wa Firauna uko wapi. Kwa hiyo tusiingize biashara katika mambo ya dini.